Tunakukaribisha mpenzi mtazamaji wa TZ Gospel TV. Karibu kwenye kipindi cha maombi ya watoto siku ya leo, huduma ya watoto wa nuru kupitia TZ Gospel TV. Siku ya leo tunakuletea maombi kwa ajili ya watoto. Kwa nini tunataka tuombe kwa ajili ya watoto? Tukisoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 13 hadi wa 14. Titativa, naomba tusomee. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Yohana 14 na ule mstari wa 13 na wa 14. Haleluya. Bwana Mungu ametuamuru kwamba tuombe kwa ajili ya kitu chochote. Watoto kati ya mambo yoyote ambayo Mungu ametupatia. Kwa hivyo ni muhimu tusimame na kuomba. Tumekuwa na watoto kipindi cha likizo. Unajua mtoto anapokuwa nyumbani Titativa, ni rahisi sana mzazi kufuatilia maendeleo ya mtoto kwa sababu anamuona yuko naye karibu, anamuona akiamka, anamuona akishinda na anaweza kumfuatilia. Lakini shule zinapofunguliwa watoto wanakwenda mbali na wazazi. Kwa hiyo manake ni kwamba lazima hawa watoto wawe covered, wawe wamefunikwa kwa maombi ili Mungu aweze kuwalinda pale ambapo hawana ulinzi wetu, hawana usimamizi wetu. Kwa ndio maana ni muhimu sisi tumeona kwamba siku ya leo tuanze kuomba kwa ajili ya watoto. Hatutakuwa peke yetu Titativa. Tunaanzisha maombi haya, lakini watumishi wa Mungu wataungana nasi. Tukiko na mtumishi wa Mungu Ayubu Mafela na wengine pia wataungana nasi. Wote tunawashukuru kwa sababu wameonyesha utayari wao wa kuungana na sisi kuwaombea watoto. Lakini kabla hatujaanza maombi, ningependa kwanza tuangalie neno kidogo. Kwenye Biblia wako watoto mbalimbali ambao walikutana na huduma ya Yesu Kristo. Na Yesu mwenyewe aliwahudumia hawa watoto. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu mwenyewe alikuwa concerned na habari za watoto. Tukisoma kutoka kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 17 na 18. Marko 9:17 na 18. Marko 9:17 na 18. Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, na kila ampagapo humbwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo wasiweze. 19. Akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hadi lini? Nichukuliane nanyi hadi lini? Mleteni kwangu. Wakamleta kwake. Hata alipomwona, mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini akagaagaa akitokwa na povu. Akamuuliza babaye, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amwangamize. Lakini ukiweza neno lolote utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Unajua mpendwa mtazamaji, mtoto anapokuwa nyumbani ni concern ya mzazi. Mtoto anapokuwa na afya njema, anapokuwa kila kitu kinaendelea vizuri kwenye maisha ya mtoto, manake familia haipitii kwenye mizigo ama kwenye vitu vinavyosumbua familia. Lakini mtoto anapokuwa na changamoto yoyote, huyu mtoto anaweza kufanya hata mzazi asiweze kuendelea na shughuli zake za kiuchumi, asiweze kufanya jambo lolote. Wewe fikiria mzazi kama mtoto wako amelazwa hospitali. Hutaweza kuendelea na chochote, hata kama labda hukai na huyo mtoto wa hospitali, lakini itabidi upeleke labda chakula au uende ukamuone. Kwa hiyo haya maombi, nia yake au dhumuni lake ni kuweza kuwafunika watoto ili waweze kuendelea katika hali njema. Wale walio na changamoto tuweze kuwatoa, kwa sababu unaona tumesoma katika hili andiko. Huyu mtoto alikuwa ameteswa na pepo bubu, lakini Yesu alimfungua. Na alipomfungua manake ni kwamba pale ambapo alikuwa anapitia hiyo hali ya ububu, manake siku zote alikuwa anadondoshwa na angeweza kudondoka hata kwenye moto. Akidondoka kwenye moto manake ilikuwa ni hatari. Kwa hiyo Yesu alipomfungua, familia hii ilikuwa huru, walikuwa wanaweza kuondoka hata wakaenda kufanya majukumu mengine ya maisha yao. Kwa hiyo ni muhimu mtoto, hata kama mtoto wako hana changamoto yoyote, tunapomfunika kwa maombi manake ni kwamba
Tunajua mapepo yako all over, yako kote, yakitafuta watoto, yakitafuta, kama ambavyo neno linatuambia shetani ni kama simba angurumai, akitafuta mtu ameze. Kwa hiyo haya mapepo yanatafuta watoto yaweze kuingiza katika changamoto mbalimbali, changamoto za kitabia, changamoto za kiafya, changamoto za kiakili. Kwa mambo ni mengi sana, ndio maana kwamba tumeona ni lazima tusimame na kuomba kwa ajili ya watoto. Kisa kingine ambacho pia kilionekana kwenye Biblia kupitia kitabu cha Mathayo 18:6 haya ni maneno ya Yesu. Mathayo 18:6. Hii alitoa onyo Yesu kwa ajili ya watu wanaopotosha watoto. Biblia inasema hivi, bali atakayemkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Haleluya. Tunaona kwamba Yesu alionya kwamba ole wa yule mtu anayepotosha watoto. Sasa hii ole, unajua katika nyakati hizi tuchativa, mambo yamekuwa mengi sana yanayowakabili watoto, kwamba tuko kwenye kipindi ambacho kuna exposure kubwa ya teknolojia, exposure kubwa ya television. Kwa watoto wanaweza kukutana na upotoshaji, sio tu kwa watu wanaoishi nao au watu wanaokutana nao. Upotoshaji tunazungumza ni kwamba unatoka kutoka kwenye binadamu hata kwenda kwenye teknolojia. Manake ile scope ule kumekuwa na wigo mpana sana, uwanda mpana sana wa vitu vinavyopotosha watoto. Kwa hiyo hii ole ya Yesu aliyoisema, tunaweza tukasema kwamba tutamwambia binadamu ole asikie, lakini hii ole inabidi tuitekea kupitia maombi, kwamba hawa watoto tukamate akili zao. Neno linasema kwamba tunateka nyara fikra zipate kutii elimu ya Kristo. Kwa kupitia maombi tunaweza kuteka nyara fikra za watoto, ili hawa watoto hata kama hatuko nao, wako nyumbani wakiendelea kuangalia TV siku kwa siku, sisi wakati huo tumekwenda kazini ama tumekwenda kufanya shughuli zingine, watoto hawa hizo roho zilizoachiliwa kupotosha watoto zisiwakamate, kwa sababu tumeweka ulinzi kupitia maombi. Kitu kingine, kesi ambayo pia kwangu mimi nimeona kwamba ni ya muhimu kuiangalia, ni ya mtoto wa Yairo. Huyu mtoto alikufa. Tukisoma Marko sura ya 5 mstari kuanzia 38 mpaka 42. Ungetusomea kidogo ili tupate wote kukumbuka. Tukikumbuka inatusaidia, inaleta uzito. Marko 5 mstari wa 38 mpaka 42. Marko 5:38 hadi 42. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana, akamshika mkono kijana, akamwambia, Talita kumi. Tafsiri yake msichana. Alikuwa maana yake msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Akaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru apewe chakula. Haleluya. Hii hadithi ya huyu msichana ambaye alikufa inaweza ikalinganishwa na mambo mengi sana. Kuna vitu vingi kwenye maisha ya watoto vimekufa. Kuna watoto wengine wanapitia kufishwa kwa akili zao. Hawawezi kufikiri vizuri, hawafanyi vizuri darasani kwa sababu akili zao zimefishwa, zimekamatwa. Sasa hizi zote ni changamoto, na kama nilivyozungumza mara ya kwanza kwamba watoto wanapopitia changamoto yoyote wanakuwa mzigo kwa familia. Yule Yesu aliyefufua huyu mtu aliyekufa anaweza kufufua chochote kilichokufa kwa maisha ya watoto wetu. Kwa hiyo ndio maana kwamba siku ya leo tumeamua kusimama na kusema Talitha kumi, kwamba
hawa warejee, akili zao zirejee, uhai wao urejee, utu wao urejee, nafsi zao zilizokamatwa zirejee. Tunakwenda kusema na maisha ya watoto. Tunaomba mzazi ushirikiane nasi tunapoomba hapa. Wewe ndiye unayejua hali ya mtoto wako. Sisi tutaomba generally, lakini wewe unajua specifically mtoto wako anapitia nini. Kwa hiyo tutakwenda kuanzisha maombi haya, tutaongoza katika agenda kadhaa, lakini watumishi wa Mungu wanaofuata wataendelea na vitu vingine. Tunaomba tushirikiane, tupate kuomba ili hawa watoto tukawafunika kwa nguvu za Mungu, wapate usaidizi. Kila kilichokufa kwenye maisha yao kikafufuke, kila ambayo yanakuwa hayaendelei vizuri kwenye maisha yao. Binafsi mimi Titativa ninaamini sana kwenye Injili, yani kwa ukamilifu, Injili ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alifufua wafu. Yesu Kristo aliwarejeshea viungo ama chochote ambacho kilikuwa kina changamoto. Unajua Mungu hakuumba mtu nusu. Yes, roho ya mtu iko kamilifu. Kwa hiyo ndio maana kwamba unakuta kwamba mfano yule mtu ambaye alikuwa kwenye mlango mzuri akiwa amekaa kwa muda mrefu hawezi kutembea akiomba pale mlangoni, lakini watumishi wa Mungu Petro na wenzake walipokuja pale walimwambia tulicho nacho tunakupa. Na sisi kama watumishi wa Mungu leo hii tunasimama, tulicho nacho ni uwezo wa Mungu, ni nguvu za Mungu zinazoweza kumfungua huyo mtoto. Kwa hiyo omba nasi mzazi, tunaamini kwamba sote tuna imani, ndio maana tumesimama hapa. Amini kwamba kuna nguvu ya Mungu inayokwenda kumfungua mtoto wako leo. Amini kwamba kuna nguvu ya Mungu inaweza kwenda kumlinda mtoto wako kuanzia sasa na siku zote za maisha yake kupitia maombi haya. Kwa hiyo twende tukaombe. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo ametupatia. Baada ya hapo tutakwenda kugusa ajenda kadhaa na baadaye watumishi wa Mungu wataungana nasi na kuendelea mbele. Tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, Mungu mwaminifu, wewe uliyejawa rehema na neema, tunakushukuru kwa ajili ya session hii ambayo umetupatia Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya TZ Gospel TV ambayo Bwana imeleta fursa hii ya kuwaombea watoto katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa kuwa Bwana hata katika wakati wako ulishughulika na mambo ya watoto. Mungu tunasema asante. Tunakusihi rehema kwa ajili ya kila familia, mambo ambayo yameendelea katika familia ambayo Bwana yamefungua malango na milango kwa ajili ya mashambulizi ya watoto. Mungu tunakusihi rehema Bwana. Mungu tunakusihi rehema Bwana katika jina la Yesu. Mrehemu mzazi yule, mrehemu mtoto yule Bwana katika jina la Yesu. Popote pale ambapo Bwana tumefungua milango ya adui kushambulia watoto wetu, tumefungua milango kama taifa kwa adui kushambulia watoto wetu, Baba tunakusihi rehema, Baba tunakusihi rehema Bwana, Baba tunakusihi rehema Bwana. Tunaita damu ya Yesu, tunaita damu ya Yesu, tunaita damu ya Yesu. Ondole Yesu andikatale Yesu rika papa asikile Yesu ondole Yesu rika mandale Yesu na kualea katika njia ya masayo kuendea. Damu yako ipite, damu yako ipite, damu yako ipite, takasa Bwana, takasa Bwana, samehe nafasi zetu tulizozisahau kama wazazi, Bwana ukaturehemu, Bwana ukaturehemu, kila milango ambayo imefunguka, kila milango iliyofunguka kuruhusu mabaya kuwapata watoto wetu, Bwana tunaomba toba, Mungu tunaomba toba, Bwana tunaomba toba. Damu ya Yesu tunaiachilia juu ya kila mtoto, tunaiachilia juu ya kila mtoto, kila uharibifu uliopita kwenye maisha ya watoto, kwenye afya zao, kwenye akili zao, kwenye miili yao, kwenye nafsi zao, kwenye roho zao. Tunapeleka damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu itakasayo na kusafisha, iwatakase watoto, itakase familia. Andala yasi kata, ikaondoe kila hatia, ikaondoe kila hatia. Andala yasi kata sebuleni, damu ya Yesu ipite mpaka hapo mlipo, kwa damu ya Yesu, damu ya utakaso, damu ya utakaso ipite kwa watoto wetu, ipite kwa wazazi, ipite kwa wadada walioshiriki kuwalea watoto wetu. Mungu mfalme wa majeshi, damu yako ipite, damu yako ipite katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunatangaza
tunatangaza ukombozi, tunatangaza kufunguliwa kwa watoto kutoka kwenye kila vifungo katika jina la Yesu. Rikamanda la yase upareketekete usinyamaze mzazi, usinyamaze boma na watoto wako, usinyamaze ambao wako nje, wakusanye walete, shikana mikono Mungu, usinyamaze, muombe Bwana, waombe watoto wako kwa majina yao, kwa habari ya afya za watoto katika jina la Yesu. Neno lako linasema Bwana asipolinda mji waulindao wakesha bure. Baba, tunaomba ulinzi wako juu ya afya za watoto wetu katika jina la Yesu. Mungu linda afya zao, Mungu linda afya zao, Mungu linda afya zao. Tunakataa kwa jina la Yesu kila magonjwa, kila mapepo katika jina la Yesu. Ukawalinde watoto wetu, ukawalinde mchana, ukawalinde jioni, ukawalinde wanapotoka kwenda mashuleni, wanapotoka kwenda kucheza, wanapotoka kwenda mabarabarani. Damu ya Yesu iwafunike, ukafanyike ukuta wa moto, wazunguke, uwalinde, linda afya zao, adui asipate mlango kwao kwa jina la Yesu, adui asipate nafasi kwao kwa namna yoyote ile katika jina la Yesu. Tunakataa kwa jina la Yesu magonjwa yanayotokana na hali ya hewa katika jina la Yesu. Tunazitamka kwa jina la Yesu viral infection hazitakuwa sehemu ya watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Kila magonjwa ambayo demonically imposed katika jina la Yesu, magonjwa ya kipepo yanayosababishwa na hali ya hewa katika jina la Yesu tunayakataa kwa jina la Yesu. Tunawafunika watoto hawa katika jina la Yesu, tunawafunika kwa damu ya Yesu na kufunga kila milango ambayo adui anatumia, mlango hali ya hewa, milango ya hali ya hewa, milango ya majira na wakati katika jina la Yesu. Rikamama ozokolelezo rikamandliasi rikapapa ozokolelezo ndelezo kupa hazekelelezo rikamandliasi orelezo rikamandrikata hazekelelezo rikamandrikataliasi hazelelezo mandrikataliasi oparikete. Tunaomba Bwana kwa habari ya tabia za watoto katika jina la Yesu. Rikamandliasi rikamandliasi opapapapa watoto mbele zako Bwana, unasema watoto wetu wafundishwa na wewe, ukahusike kuwafundisha watoto wetu, tabia zao zifinyange. Bwana, umeahidi kuwafundisha wewe, umesema na watoto wako watafundishwa na Bwana. Mungu, ninaomba ukawe mwalimu wao, ukafundisha tabia zao, ukawe kiongozi wa tabia zao, kila tabia zisizokuwa zako, kila tabia za kipepo, kila tabia chafu juu ya watoto wetu, watoto wetu tabia zozote mbaya hazitawapata, tabia zinazotokana na ulimwengu hazitawapata kwa jina la Yesu, hazitawapata kwa damu ya Yesu. Watoto wetu hawatafundishwa na dunia, watoto wetu hawatafundishwa na pepo, watoto wetu hawatafundishwa na ulimwengu kwa jina la Yesu. Bwana atawafundisha, Bwana atawafundisha. Mungu, tunainua watoto wetu, tabia zao mikononi mwako. Wewe ukawe mwalimu wa watoto wetu, wewe Mungu ukawafundishe, wewe Mungu ukawafundishe, ukawafundishe njia inayowapasa kuiendea, ukawafundishe njia wanayopaswa kuifanya. Kila tabia za kipepo ninazikataa kwa watoto wetu, kila namna ya viburi, namna yoyote ya viburi vya giza, toka kati ya watoto wetu. Hasira za kipepo, toka kati ya watoto wetu kwa jina la Yesu. Matusi, toka kati ya watoto wetu, toka jina la Yesu. Achia watoto wetu, adui hauna nafasi kwenye moyo wa watoto wetu, hauna nafasi kwenye akili zao kwa jina la Yesu. Tunatamka kwa jina la Yesu ile mvua ya uharibifu inayonyesha duniani ili kuharibu watoto, ili kuharibu tabia za watoto katika jina la Yesu. Bwana, umetupa mamlaka kufunga, nasi tunafunga kila mvua ya uharibifu wa tabia kwa watoto. Tunafunga, tunatamka kwa jina la Yesu, watoto wetu hawatapokea maelekezo ya kipepo kuhusu tabia kwa jina la Yesu. Watoto wetu watafundishwa na wewe Bwana, watakuwa watii, watakuwa wanyenyekevu, watatembea katika njia zako Bwana kwa jina la Yesu Kristo.
Baba, tunaomba kwa habari ya masomo ya watoto wetu katika jina la Yesu. Wewe Bwana ulisema tutakuwa vichwa wala sio mikia. Watoto wetu Bwana ni watoto ambao ni vichwa wala sio mikia katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu watoto wetu watakuwa vichwa, hawatakuwa mikia. Bwana umeahidi, Mungu amshike sana elimu, wasimwache aende zake, kwa kuwa huyo ni uzima wao. Ninatamka kwa jina la Yesu juu ya elimu za watoto wetu, hawatakuwa vinasa, hawatakuwa wa mwisho, watakuwa wa kwanza. Akili zao inaziwa mbele zako, kila namna yoyote inayokalia fahamu za watoto, inayokalia fahamu za watoto wafanya wasielewe darasani, ninavunja kwa jina la Yesu, ninavunja kwa jina la Yesu namna za kila aina zinazowakatisha tamaa watoto kwenye masomo. Kwa jina la Yesu ninavunja kwa damu ya Yesu kila roho inayoingia ndani yao kuwakatisha tamaa ya kusoma, kuwavunja moyo wa kusoma, kuwapa uzito ndani ya akili zao kutokujishughulisha. Ninakataa hizo roho kwa jina la Yesu. Namna za kurithi kila brain, kila ubongo usiokuwa na kuchangamka, ninakataa kwa watoto wetu. Watoto wetu tunawainua kwako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Wewe umesema Bwana haujawapa roho ya hoga, bali Mungu umewapa roho ya nguvu. Kwa jina la Yesu umewapa upendo, lakini Mungu akasema umewapa akili njema. You have given them sound mind in the name of Jesus. I proclaim and I declare sound mind kwa watoto wetu, akili timilifu kwa watoto wetu, akili njema kwa watoto wetu. Hawatakuwa wa mwisho, hawatafeli kwa damu ya Yesu. Kwenye maisha hawatafeli, kwenye elimu zao hawatafeli kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunaomba Bwana kwa ajili ya kibali katika jina la Yesu. Tunaombea watoto wetu kibali katika jina la Yesu. Rekamanda la Yesu, kila mapepo ya nuksi yanayofanya watoto wasikubalike na walimu, wasikubalike na wenzao shuleni, kwa hivyo waishi maisha ambayo ni ya kukataliwa katika jina la Yesu. Hizi tunazipiga kwa jina la Yesu, tunazisambaratisha kwa damu ya Yesu. Tunatamka enyi mapepo ya uharibifu na kukosesha watoto kibali, na kukosesha watoto kibali kwa walimu, kibali kwa wazazi katika jina la Yesu. Tunatamka teketea, tunatamka achia watoto, tunatamka watoto watoto wetu watakuwa wenye kupendelewa, watakuwa na kibali cha kiungu kwa jina la Yesu. Hawataonewa kwa damu ya Yesu, hawataonewa. Kila watakapokuwepo watapata kibali, kila watakapokuwepo watapata kibali. Wakiwa shuleni watapata kibali, wakiwa na wenzao watapata kibali. Hawataonewa kwa jina la Yesu, hawataonewa kwenye matokeo yao, usahishaji wa mitihani yao watapata kibali. Hawataonewa kwa namna yoyote ile katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ulimwambia Yeshua uwe hodari na moyo wa ushujaa. Tunaombea watoto kwa habari ya moyo wa hodari na ushujaa katika jina la Yesu. Tunazifukuza hofu, tunazisambaratisha hofu, tunasambaratisha mashaka, tunasambaratisha hali ya kutokuamini kwa watoto. Hayo mapepo yanawafanya watoto wao wanyonge katika jina la Yesu na kukosa moyo wa ushujaa na kukosa moyo wa hodari. Tunatamka yaachie, tunatamka yaachie katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila namna ya watoto kutokujiamini ninavunja hizo roho kwa jina la Yesu. Kukosa kujiamini, wengine wanapata mpaka stammering ambazo sio za kimungu, ambazo sio afya zao. Toka achia watoto wetu kwa jina la Yesu, toka achia watoto wetu kwa jina la Yesu, toka achia watoto wetu kwa jina la Yesu. Kila namna inayoshika watoto wetu, inaozuia confidence yao mbele ya walimu, mbele ya wanafunzi, kwenye masomo, kwa wazazi, kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya kujificha haina nafasi juu ya watoto wetu. Watoto wetu ni nuru, watoto wetu watainuka, watoto wetu wanangaza kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ujasiri uliokuwemo ndani ya Daudi ninautamka kwa watoto wetu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana tunaomba kwa habari ya hatima za watoto. Bwana ulimwambia Yeremia, kabla sijakuumba na alikujua. Hawa watoto uliotupa Bwana, ziko hatima ambazo Bwana umezikusudia kwamba waziishi katika jina la Yesu. Tunatamka kwa jina la Yesu, watoto wetu wataishi katika hatima zao,
washirika watatembea katika makusudi yao ambayo Mungu amewaumba katika jina la Yesu. Hawataacha njia katika jina la Yesu. Watoto wetu hawataacha njia kwa jina la Yesu, watatembea kwenye njia inawapeleka kwenye hatima timilifu, hatima njema waliokusudiwa na Mungu kabla hata ya kuzaliwa katika jina la Yesu. Ulimwengu hautawapoteza kwa namna yoyote ile kwa jina la Yesu. Ninatamka juu ya hatima ya watoto wa kike, natamka juu ya hatima ya watoto wa kiume. Adui hauna nafasi, hautawapoteza, 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 hautawapoteza kwenye umri. Bwana Mungu utasimama nao, Mungu utasimama nao kwenye kila umri. Bwana adui usipate mlango, adui usipate mlango kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila waliokusudiwa Bwana, jambo lolote kwenye maisha yao Mungu waliokusudia litatokea katika jina la Yesu. Waliokusudiwa kuwa viongozi watakuwa viongozi, waliokusudiwa kuwa watumishi wa Mungu watakuwa watumishi wa Mungu, waliokusudiwa hatima njema zote zitatokea kama Mungu anavyotaka. Tunaomba Bwana kwa habari ya imani ya watoto wetu katika jina la Yesu. Neno lako Bwana linasema pasipo imani hatuwezi kupendeza wewe. Tunaombea watoto wetu imani, tunaombea watoto wetu imani kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Watoto wetu hatakuwa wakengeufu kwa jina la Yesu. Tunakataa kutangatanga, tunakataa kutokuamini katika jina la Yesu. Watoto wetu hawatapotea, watoto wetu hawatamwacha Kristo, watoto wetu hawatakengeuka kwa namna yoyote ile. Wataishika imani, watampenda Mungu, watamwishia Mungu kwenye maisha yao yote kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Watamwamini Mungu, hawatafuata imani zingine kwa jina la Yesu. Watamtetea Kristo, watakuwa mashujaa wema wa Kristo, watakuwa mashujaa wema wa Kristo, watakuwa mawakili wa ufalme wa Mungu kwa jina la Yesu. Hawatapotea, hawataiacha imani kwa namna yoyote. In the name of Jesus. Tunaomba kwa ajili ya watoto walio wagonjwa katika jina la Yesu. Bwana, wewe ulituamuru kwenye Marko 16:18 kwamba tukapone wagonjwa, nasi tunaomba kwa ajili ya watoto walio wagonjwa, tunawatamkia uponyaji kwa jina la Yesu. Haijalishi ugonjwa, haijalishi ugonjwa, tunaituma nguvu za Mungu, tunazituma nguvu za Mungu, tunatuma nguvu za Mungu katika nyumba ile, katika hospitali ile. Nguvu za Mungu zipite kama mafuriko ya maji, zipite kama mafuriko ya maji, yakaondoe ugonjwa, zikaondoe kansa, zikaondoe magonjwa yote yanayofanyia watoto kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu zipite kama mafuriko ya maji, zikasombe magonjwa, magonjwa ya akili tunaondoa kwa damu ya Yesu, tunaondoa kwa damu ya Yesu, tunaondoa kwa damu ya Yesu. Magonjwa ya namna yote tunatamka kwa jina la Yesu, delay ya kukua kwa watoto kwa jina la Yesu. Kila growth delay haina nafasi kwa watoto walio wachanga, natamka kwa jina la Yesu. Walioshindwa kutembea, ninatamka wakatembee kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila watoto wote ambao wana delay kwenye ukuaji, ninatamka nguvu ya Mungu ikawainue sasa, ikawainue sasa, ikawainue sasa, ikawainue sasa. Nguvu ya Mungu imeinue huyo mtoto, nguvu ya Mungu imeinue mtoto wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila namna yoyote, kila magonjwa yanayompesha kwa damu ya Yesu natamka wafunguliwe leo, wafunguliwe leo kwa damu ya Yesu. Wale watoto ambao viungo vya miili yao vilikuwa vimeanza kufa katika jina la Yesu, wanaopitia changamoto za figo, wanaopitia changamoto za ini, wanaopitia changamoto za moyo, katika jina la Yesu tunahuisha sawa na neno la Bwana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunahuisha viungo vya miili yao, tunatamka kwa jina la Yesu, figo zao zifanye kazi sawa, miili yao ifanye kazi sawa, moyo ufanye kazi sawa, maini yafanye kazi sawa, kila kiungo likamate uzima, anga la Yesu, miguu ipokee uzima, macho yapokee uzima, walio vipofu tunawafungua kwa jina la Yesu. Tunatamka muujiza wa watoto walio vipofu waone kwa jina la Yesu, walio
walio viziwi wasikie kwa jina la Yesu, walio mabubu tunagusa ndimi zao kwa nguvu za Mungu, kwa nguvu za Mungu tunawatamkia kufunguliwa, tunawatamkia kufunguliwa. Harika ndani ya Yesu, oh papa uponyaji kamili, uponyaji kamili, upite mahali hapo, uponyaji kamili, upite mahali hapo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo tunaombea ulinzi. Bwana, neno lako linasema usipoulinda mji ulindao bure wakesha bure. Nasi Bwana tunajua katika jina la Yesu, wewe ndiye Bwana unayeweza kuorganize ulinzi kwa watoto wetu usiku na mchana. Tunaomba mahali ambapo tupo Bwana, wewe uko Baba, walinde watoto wetu Bwana. Baba, walinde usiku, walinde mchana, walinde nyumbani, walinde shuleni, walinde kwenye viwanja vya michezo, walinde Bwana. Tunakataa watoto kuvunjika viungo kwenda kucheza wanapokwenda shuleni. Tunatamka kwa jina la Yesu, we cover them by the blood of Jesus, we cover them by the blood of Jesus. Tukitamka ulinzi kamilifu, tukitamka ulinzi kamilifu, tukitamka habari njema katika haitasikika. Mtoto ambaye mzazi wake anaomba leo, haitasikika taarifa kwamba amevunjika kiungo, kwa sababu ulinzi wako unakwenda naye katika jina la Yesu. Uwazunguke watoto wetu, uwalinde Bwana wanapotoka, wanaporejea majumbani, uwalinde, waepushe na kila roho za ajali barabarani kwa jina la Yesu. Watoto wetu hawatagongwa, watoto wetu hawatapata shida kwenye school bus kwa jina la Yesu. We cover them kwa damu ya Yesu, tunawafunika kwa damu ya Yesu, tunawafunika kwa damu ya Yesu, tunawafunika kwa damu ya Yesu. Hawatakuliwa na wanyama wala wadudu wa kila aina kwa namna yoyote kwa jina la Yesu. Ulinzi wako Bwana, ulinzi wako Mungu ukawe pamoja na watoto wetu, ukawe pamoja na watoto wetu katika jina la Yesu. Tunakwenda kuomba kinyume na roho za mauti katika jina la Yesu. Kila premature death iliyokusudiwa juu ya watoto wetu kufa kabla ya wakati, tunakataa kwa jina la Yesu, tunakataa kwa jina la Yesu. Oh mandrika leza rika papa hizo roho za mauti zilizopanga watakatiliwa mbali kwa jina la Yesu. Tunaitoa damu ya Yesu, tunaitoa damu ya Yesu kwenye nafsi za watoto wetu, kwenye miili ya watoto wetu, kwenye roho za watoto wetu. Tunatamka kwa jina la Yesu, watoto wetu hawatakatiliwa mbali, watoto wetu hawatakufa kabla wakati wao kwa jina la Yesu Kristo. They shall fulfill their days in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba, umetwapia katika jina la Yesu kwamba uweza wa ulimi unafanya sisi kuishi ama kufisha katika jina la Yesu, sawa sawa na Mithali 18:21. Nasi tunatamka uhai, tunatamka uhai, tunatamka uzima, tunatamka kuishi kwa watoto wetu. Tunakataa premature death, tunafunga hizo roho za vifo kabla ya wakati, tunazifunga kwa damu ya Yesu, tunazifunga kwa damu ya Yesu, tunazifunga kwa damu ya Yesu. Tunawatamkia hata wazazi ulinzi katika jina la Yesu. Ile mpango wa adui kuwakatilia mbali wazazi ili wasiweze kulea watoto katika jina la Yesu tunakataa. Yesu harika papa ozokondeleza orika mandekasi aseyesu kamandekalasi papa ozokondeleza harika mandekaliasi rikama Yesu haselelesi au mandekaliasi papa ozokondeleza rikama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante. Sasa tunakwenda kuwabariki watoto, na wewe mzazi ushirikiane nasi katika kuwabariki watoto. Ni matamko ya kinabii. Unakwenda kumtamkia mtoto wako kile ambacho unatamani kimtokee katika siku za kuishi kwake. Haleluya. Haleluya. Naamini kwamba unaweza kumbariki mtoto wako. Neno la Bwana linasema kama ambavyo alimbariki Ibrahim na akafanyika baraka, na sisi tumebarikiwa kwa kuwa Mungu ametukomboa sisi kwa damu ya Yesu, na Yesu alilipa gharama zote, na sasa tunakwenda kuwabariki watoto wetu. Asante Bwana kwa kuwa Baba umetubariki, nasi tunawabariki watoto wetu. Tunawatamkia maisha marefu kwa jina la Yesu.
Yesu. Tunawatamkia amani katika maisha yao kwa jina la Yesu. Tunawatamkia watoto wetu hawatashirikiana na waovu ili wamwache Mungu kwa jina la Yesu. Ninatamka amani juu ya watoto, ninatamka furaha juu yao, ninatamka kibali kwenye maisha yao, ninatamka ulinzi kwa jina la Yesu. Baraka ya Bwana, baraka zako zikamiminikie, baraka zako zikawe juu yao katika jina la Yesu. Ninawabariki watoto akili, ninawabariki watoto kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninawabariki kuwa vichwa, ninawabariki kuwa viongozi wa wenzao, ninawabariki kwa damu ya Yesu, ninawabariki kwa jina la Yesu. Kibali cha Mungu kitafuatana nao kila wanapokwenda kwa damu ya Yesu. Tunazibariki akili zao, tunazibariki akili zao, tunabariki masomo yao, tunabariki hata walimu wao katika jina la Yesu. Siwe juu yao kwa ajili ya kuwatimilizia haki na mahitaji watoto kwa jina la Yesu. Uimara Bwana wa familia, amani kwenye familia zitakazowapa utulivu watoto, utulivu wa akili katika jina la Yesu. Ninatamka amani kwenye hizo familia, ninatamka amani kwenye hizo familia walipo watoto wetu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Peace in the name of Jesus. Amani yako Bwana katika jina la Yesu. Bwana, neno lako linasema tutakusudia jambo nalo litakuwa, nasi tunatamka kwa jina la Yesu. Watoto wetu hawatatekwa, watoto wetu hawatatekwa, watoto wetu hawatatekwa. Tunawafundika kwa damu ya Yesu, tunawatenga na roho za kutekwa, tunawatenga na watu wanaoteka watoto katika jina la Yesu Kristo. Hawataguswa na ubaya, hawataguswa na uharibifu, hawataguswa na watu wabaya kwa jina la Yesu. Hawatatekwa, hawatapotezwa, hawatarubuniwa kwa namna yoyote ile kwa damu ya Yesu. Hawatarubuniwa kwa namna yoyote ile kwa jina la Yesu. Tunawatamkia kwa jina la Yesu, watoto wa kike watakuwa na hatima njema, watoto wa kiume watakuwa na hatima njema katika jina la Yesu. Tunakataa kila roho za giza, kila roho za giza za sexual immoralities, tunawatenga nazo, roho za ushoga, roho za usagaji, roho za kila namna za uovu, tunawatenga hawa watoto. Haitakuwa sehemu yao, haitakuwa sehemu yao kwa damu ya Yesu Kristo. Tunawawekea alama, tunawawekea alama ya damu ya Yesu kwenye mapaji ya nyuso zao, tunawawekea alama, tukitamka uzao wetu, tukitamka watoto wetu, tukitamka watoto wa nuru. Hawa ni watoto wa Kristo, hawa ni watoto wa Kristo. Ewe adui, hutawagusa hawa watoto, hutawagusa hawa watoto. Tunawaweka alama, tunawaweka alama. Angalia shika yule malaika wa siku za mwisho anayeachiliwa kuja kuweka alama watu wa Mungu. Waweke alama uzao wetu, weka alama watoto wa nuru, weka alama mtoto wa mzazi yule anayeomba katika jina la Yesu. Hataishia kwenye uharibifu, hataishia kwenye kupotea katika jina la Yesu. Tunatamka siku ile Yesu akirudi, watoto wetu watakuwa sehemu ya wale watakwenda kumlaki Kristo kama mbinguni katika jina la Yesu. Watoto wetu si wa kupotea, uzao wetu si wa kupotea, uzao wetu si wa kupotea. Tunakataa kwa jina la Yesu, na kwa maneno yetu tumeyafunga katika damu ya Yesu, tumeyagonga muhuri wa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Baba, tunakushukuru, tunasema asante, tunasema asante. Asante kwa neema ya kuwaombea watoto, asante kwa neema ya kuwaombea watoto, asante kwa neema ya kuwaombea watoto. Asante Bwana. Tunapokuwa katika kuomba, Mungu umekwisha kufanya. Tunakushukuru Bwana, asante kwa ajili ya kutukumbusha kwa habari ya kuombea watoto wetu. Asante kwa kutupatia nafasi ya kusimama mbele zako kuwainua watoto wetu kwa maombi. Asante kwa kuwa umetenda, asante kwa kuwa Bwana hatima za watoto wetu zinang'aa. Asante Bwana kwa kuwa afya za watoto wetu ni imara. Asante kwa kuwa ulinzi wako kwa Bwana ni imara. Asante Bwana kwa kuwa watakupendeza wewe, watawapendeza pia wanadamu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa hekima yako inayotenda kazi juu ya mtoto wetu, inayotenda kazi ndani ya watoto wetu, tunakupa sifa Bwana, tutakupa utukufu Bwana, tunakupa heshima Bwana. Wewe uliyetenda yote, uliyefanya yote, ulisikia kuomba kwetu na
umefanya zaidi ya vile tulivyoomba. Tunakutukuza na kulibariki jina lako Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Haleluya, haleluya. Asante mpenzi mtazamaji wa TZ Gospel TV, maombi hayaishii hapa. Watumishi wa Mungu wanaendelea kuomba, kwa tunaomba uendelee kuconnect kwenye TV hii na uendelee kuwaombea watoto. Karibu mtumishi wa Mungu, uendelee na maombi. Haleluya.